Fred Matiang'i amtoroka Rigathi Gachagua na kuacha wimbo wake wa One Term. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe ikiwa ni mgeni hapa. Aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i amerudi rasmi katika ulingo wa siasa za kitaifa kwa mwelekeo mpya unaolenga utulivu, utendaji na kutafuta suluhisho kwa matatizo ya wananchi wa kawaida. Akitoa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta mnamo Alhamisi jioni Juni tarehe 19, Matiang'i alitoa ujumbe na utofautiana na hulka ya kawaida ya siasa za Kenya, akisisitiza kuwa safari yake ya kisiasa haitajikita katika malumbano, kejeli na migawanyiko ya kawaida. Matiang'i ambaye sasa ametangaza rasmi nia ya kuwania urais katika uchaguzi wa mwaka wa 2027 amesema kuwa kampeni yake itajikita kwenye misingi ya uongozi bora na usimamizi wa rasilimali ambaye anahitaji kwa mizizi mikuu ya matatizo ya kitaifa. Kwa mujibu wake, matatizo mengi yanayoikumba Kenya yawezi kufumbuliwa kwa kushambuliwa kisiasa au kushindana kwa maneno, bali kwa kurekebisha mifumo ya utawala na kuweka mbele maisha ya taifa. Na katika ujumbe wake wanahabari baada ya kurejea nchini, Matiang'i alibainisha kuwa hana mpango wa kutumia lugha ya chuki au kushambulia wapinzani wake kisiasa. Badala yake amesisitiza dhamira yake ya kuendesha kampeni ya matumaini, mshikamano na kujikita katika ajenda zake zenye manufaa kwa mwananchi wa kawaida. Kwa maoni yake, ukosefu ufanisi katika usimamizi wa taifa si ukosefu wa fedha ndio unaokwamisha maendeleo ya Kenya. Wachambuzi wa siasa wameeleza kuwa kurejea kwa Matiang'i kunakuja katika wakati ambapo nchi inapitia kipindi kigumu cha kiuchumi wa kisiasa, hali inayozua matumaini kwa baadhi ya wananchi kuwa huenda akaleta sura mpya ya uongozi. Miongoni mwa hoja zinazotajwa kuwa nguzo za ajenda yake ni mapambano dhidi ya ufisadi, uwajibikaji wa viongozi na mabadiliko ya kiutawala kwa ngazi zote. Na kwa kutumia kauli isiyo ya kuchochea, Matiang'i ameonekana kuwasilisha ujumbe wa matumaini kwa Wakenya, akiwataka kuungana kwa ajili ya kuleta mabadiliko yenye tija. Amesisitiza kuwa taifa lina watu wenye uwezo mkubwa na vipaji vya kutosha kubadilisha nchi endapo tu mfumo wa uongozi utatengenezwa upya ili kutoa fursa kwa kila mmoja kushiriki kikamilifu kwa ujenzi wa taifa. Kwa sasa hatua hii ya kuingia tena kwenye siasa inamweka Matiang'i katika orodha ya wagombea urais wanaotazamwa kwa makini kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Wakati wanasiasa wengine wakitumia majukwaa kuchochea hisia au kujenga umaarufu wa njia za mihemko, Matiang'i anajitokeza na mkakati wa kipekee unaozingatia ajenda za sera, utendaji na mshikamano wa kitaifa. Hatua yake ya kuanza kampeni kwa mwelekeo huu inachochea mjadala mpya kuhusu aina ya siasa Kenya inahitaji katika enzi zijazo, siasa za mwelekeo na suluhu badala ya mivutano na upinzani wa maneno yasiyo na msingi.